ndani ya nchi kutuharibia vizazi hivi, watoto wetu wawe papai. Alafu kuna watu wanapata bajeti ya kimataifa kuchochea ushoga. Washenzi nyinyi viongozi wa kimataifa mliopo hapa mnaochochea ushoga, Mungu awalani washenzi nguruwe. Wapelekeni hiyo. Mimi timu ya mtu mmoja, sina chawa. Lakini before you come to see me my friend, you have to prepare yourself. Ujue unakwenda kuzungumza na muha. Mimi ni muha, sio mkwala. Jaribu. Hii ni haram. Mirungi ni haram. Mirungi ni haram. Mirungi ni haram. Ina ya mirungi kwa Kiarabu inaitwa qat. Qatul. Qaf alif ta ummar maftuha. Mira, mbaga, mogoka, veve, bomba, kashamba. Na wengine wanaita tishu. Anaambia nilete tishu. Au gomba, anambia bana kaniletee tishu. Sasa kama hujui, unajua anamtuma tishu, kumbe mirungi. Kama vile bangi inaitwa oxygen. Gongo inaitwa uji wa bibi. Bana kuna pahala panauza uji wa bibi. Sasa kama hujakaa kwenye vijiwe na washikaji, huwezi kujua hiyo. Lakini mimi nachota, najua hapa kuna. Haya ni majina ya mirungi. Haya ni majani ya mirungi. Mnayaona haya. Haya. Madhara ya mirungi. Nataka kumwambia mheshimiwa yule, Mwenyezi Mungu amuongoze amfutie madhambi yake. Kwanza, ameukosea adabu Uislamu. Amevaa vazi la Kiislamu, hijabu ya Kiislamu, halafu anakwenda kutetea upumbavu, anatetea ulevi. Vijana wa Kiislamu na vijana wa Kitanzania waharibike kwa sababu ya maslahi yake yeye kupeleka hoja bungeni. Mheshimiwa, katika hili naomba uwe na adabu. Nakwambia mimi ni Rusaganya, uwe na adabu na sihitaji unifuate, tushauriane. Unashauriana na mimi nini? Unatetea upumbavu, utetea ulevi, alafu uje ushauriane na mimi. I don't like. Sitaki upumbavu huo. Mirungi ni haramu. Siku moja niliingia katika maskani moja ya wala mirungi hapa Dar es Salaam baada ya asr. Nikaingia, nimekuta wanaangalia TV na wamekaa kwenye zulia zuri kama ile msikitini. Alafu mle ndani mna majlis, mna viti vizuri vya kifahari. Wanaangalia TV kama sio futi 60 ile 70, wako pale. Alafu wote mashavu yamevimba kama wamepigwa ndoo. Wako. Sasa wakati naingia ndani, kuna mtu alikuwa nje pale, akawa na wabonyeza wenzake. Yaani kaeni kimya, anacheka. Kaingia ndani, salamu alaykum. Wa alaykum salam. Jamani vipi? Salama. Mimi nimekuja kuwasalimia tu, lakini nimekuja kuwakumbusha tumeshatoka kusali hapa msikitini la asri. Nendeni mkasali. Wakainama hivi chini. Akatokeza mlamirungi mmoja akasema, shekhe, hilo ulilofanya ni haramu, haifai. Nikamwambia kwa nini? Ambia Mungu anasema wala tajassasu, msichunguzane. Mlamirungi huyo ikamtoka mstari katika suratul Hujurat, wala tajassasu. Nikamwambia sawa, nikaondoka. Sasa siku ya pili tumeonana, nikamwambia shehe, wewe sikiliza, kama una hela njoni kupe hela. Njoni kupe hela. Maana nimewahi kuambiwa na Mlamirungi Konki, profesa, sema ukitaka kuchukua hela ya Mlamirungi msubiri ile handas imeshampanda. Handas nye mnazungumza ni neno la Kiarabu. Handas maana yake ni ulevi wa mirungi. Tumeelewana vizuri? Ni ulevi wa mirungi. Ni kama vile sisi tunakuwa tunafanya mambo ya Kiingereza, mambo mengine. Ndio nimesema nimemkuta mtu amevaa viatu pale msikiti wa Manyema. Viatu vipo nje, vimeandikwa hips. Eti hips ni makalio, sio makalio. Mwanaume kavaa makalio, imeandikwa hips.
Na huyu jamaa naye amevaa boxer, huku nyuma imeandikwa follow me tu. Astaghfirullah alazim. Siku moja nimekuta mwanaume mmoja amevaa t-shirt imeandikwa siku ya wajawazito duniani. Sasa nikaa najiuliza, huyu jamaa ndio mjamzito au ni t-shirt? Nimeswali Mkwajuni pale Ijumaa 3 zilizopita, siku ya Sheikh Almas Ibn Khalid hafidhahullah, ni imamu pale Mkwajuni, ndiye aliyekuwa khatibu. Mimi nimeswali pale, mbele yangu kuna mtu amevaa t-shirt huku nyuma imeandikwa crazy. Crazy. Sasa najiuliza, crazy ni huyu jamaa au crazy ni t-shirt? Yani chizi, yani ungo umeyumba. Subhanallah. Haya, madhara ya mirungi. Baadhi ya madhara ya mirungi ni: moja, kukosa hamu ya kula; pili, vidonda vya mdomoni na tumboni; tatu, kukosa choo. Anza kaka mda mirungi siku 3 siku 4 hajapata haja kubwa. Hiyo ni ya 3 hiyo. 4, kupungukiwa maji mwilini. 5, shinikizo la damu. 6, kukosa hamu ya kufanya tendo la ndoa na mkewe. 7, kupungua kwa nguvu za kiume. 8, mwili kuwasha. 9, maumivu makali ya kichwa. 10, kuharibika kwa ini. Inaharibu ini mirungi. Na haya yote ukiwauliza madaktari wanakwambia. Mirungi husababisha 11. Mirungi husababisha mtumiaji kukosa usingizi kwa muda mrefu, hivyo kuongeza uwezekano wa kupata ajali ya ajali. Ndio maana madereva wengi wa maroli hawalali. Wengine ni rafiki zangu wananisikia huko, hawalali. Sasa anasema wanafunzi wanaotumia mirungi hushindwa kumudu masomo na kadhalika. Utajiepusha vipi na matumizi ya mirungi? 1, jiepushe na makundi ya watumiaji wa mirungi. 2, shiriki kwenye michezo, yani mazoezi. 3, jifunze na zingatia stadi za maisha. Sheria inasemaje ukikamatwa na mirungi ndani ya Tanzania? Sheria inasemaje kuhusu mirungi na dawa nyingine za kulevya? Kutumia, kuhamasisha matumizi, kuuza, kusafirisha, kuhifadhi au kujihusisha kwa namna yoyote ile na kufikia hadi mirungi ni kosa la jinai. Adhabu kwa makosa haya hufikia hadi kifungo cha maisha. Kwa ushauri na msaada, nenda kwenye kituo cha ushauri wa kituo cha afya kilicho karibu nawe. Mtu anaweza kauliza, angalia hii hapa. Hii hapa. Mnaiona hii hapa? Sawa. Sasa mimi nimeipata wapi? Hii imetengenezwa wapi? Mtu imeandaliwa wapi? Mtu anaweza kusema hiyo Rusaganya ametengeneza mwenyewe. Sikiliza. Imetayarishwa na Tume ya Kuratibu Udhibiti wa Dawa za Kulevya, kitalu namba 434, barabara ya Maliki Upanga, sanduku SLP 80327, Dar es Salaam, Tanzania. Simu 22215253. Fax ndio hiyo. Barua pepe ndio hiyo. Hii hapa. Sasa akitokea mtu mheshimiwa anatetea mirungi, uuzaji wa mirungi, kwanza yeye mwenyewe amtie adabu. Just 1 week atiwe adabu. Mimi namuomba yule mheshimiwa, yule dada asahihishe makosa yake aliyoyafanya, arejee kwa Mwenyezi Mungu. Ni Muislamu yule, amevaa vazi la Kiislamu. Yaani nilikuwa namuona mishipa imemparama,
Yani mishipa imemparama, utadhani kama vile anakaribika kutoka roho. Unatetea mirungi, unakula pesa ya Tanzania, kodi ya Tanzania, unakwenda kutetea mirungi. Puuzi mkubwa. Kula mirungi mwenyewe wewe uharibike. Kula mirungi, haribika wewe. Hatutaki upumbavu katika nchi ya Tanzania. Kama vile nimewahi kusema, ninakariri tena, asitokee mtu yeyote, taasisi yoyote ya kitaifa na kimataifa, hata kutoka Ulaya, hiyo haki za binadamu, nazungumza kutoka UN, hata ikitoka UN, asitokee mtu kutoka UN, sio haki za kibinadamu, sio mashirika ya kimataifa, akaja akatuletea kwamba yani demokrasia, kwamba watu wana haki ya kuoana. Unaambiwa kwanza unapigwa wewe mkia kwanza wa muogo. Mbavu mkubwa. Hivi mnajua wazungu wanaliwa? Nyie mnajua kama wazungu wameshakuwa mademu? Yani yeye anatetea upumbavu kuja kuharibu Afrika. Hivi mnafahamu sehemu ya vurugu zinazotokea Afrika ni Ulaya wanachochea? Mnafahamu hivyo? Haya mambo ya ushoga si wanataka kuleta Afrika. Watoto wetu wawe bwabwa, watoto wetu wawe papai, waliwe, wanamenywa alafu wanapigwa kisu katikati kuna mbegu. Hii haikubaliki. Nazungumza mimi kama Rusaganya, ni Mtanzania, natokea Kigoma, kando kando mwa hifadhi ya taifa Gombe, imwa Mugongo, dawewe anje yavui Kalinzi. Babangu alitoka Kalinzi Ibuchinde. Sawa? Manake huyu bwana, hebu angalieni passport yake. Njoo chukua passport wewe, kwa nadhani ni nuru ya Mtume Muhammad. Chukua. Alafu nione utanipeleka wapi sasa. Kwani ukichukua passport yangu nimeshatoka katika Uislamu? Chukua passport, lakini uangalie na wewe what is the next. Siendi mahakama yoyote mwanangu, nitakutoboa. Utatibiwa mpaka Europe, hutopona wallahi. Si mtu anajivunia madaraka na kutoboa. Wewe unafanya hivi, jaribu uone. Na ndio maana kuna wengine wapo vitandani mpaka leo na hawaponi. Mwanangu, tutawapiga chekeche chula chai. Tutakupiga chekeche la chai. Hii ndio dawa. Sikupiga ala mtara wala nia, na kupiga Suratul Radi moja tu. Kwa hiyo nataka kuwaambia watu wa kimataifa, naomba muwatafsirie hiyo. Sio kuna AY, sio na inaitwa nini? AY. Watafsirieni nizungumze Kiingereza. AI nizungumze Kiingereza, na waambia mashirika ya UN, msilete ubasha hapa. Msilete uchoko. Mkileta uchoko tunawachokoa wenyewe. Pumbavu wakubwa. Hatutaki ujinga ndani ya Tanzania. Na asitokee mtu yoyote ndani ya nchi, shirika la kimataifa UN, sema who is this? Na mimi nakuuliza who are you? Man hadha? Na mimi nitakuuliza man anta? Min wain? Na mimi nitakuuliza min wain nchi? Madha turid? Na mimi nitakuuliza ايش تبغى? What do you want? What do you want? Ndani ya nchi kutuharibia vizazi hivi. Watoto wetu wawe papai. Alafu kuna watu wanapata budget ya kimataifa kuchochea ushoga. Washenzi nyinyi viongozi wa kimataifa mliopo hapa, mnaochochea ushoga, Mungu awalani. Washenzi nguruwe. Wapelekeni hiyo. Mimi timu ya mtu mmoja, sina chawa. Lakini before you come to see me my friend, you have to prepare yourself. Uje unakwenda kuzungumza na Muha. Mimi ni Muha, sio mkwala. Jaribu. Hii ni haram. Mirungi ni haram. Mirungi ni haram. Mirungi ni haram. Ipo siku itakuja sigara. Warning. Cigarette smoking is dangerous to your health. Onyo, uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako. Hii ni kweli si kweli? Kitu ambacho ni hatari katika Uislamu ni halali au haram? Naam. Si transformer imeandikwa danger.
eti transformer ya TANESCO simeandikwa danger. Eti palipoandikwa danger ni sunna kukaa pale au ni haramu kukaa pale? Na sasa inakuwaje? Hii nimeitoa mwanangu, hii nimeitoa. Unaweza ukanitafuta kiuficho wapi uweze kufanya chochote, fanya unachotaka. Mungu anakuona, mimi sikuoni, lakini kutobakia salama, kutobakia salama. Ndugu zangu katika imani, haya mambo ni haramu na ni hatari. Mashirika ya kimataifa na ndani ya nchi hii yapo chini. Hivi mna habari kwamba mashoga yamekuwa wengi Tanzania? Na mikoa imeharibika, mtoto wa kiume anazungumza da anti nyo. Shenzi wakubwa machoko nyinyi pamoja na mashirika ya kimataifa yote. Mimi sihitaji kwenda Ulaya, sihitaji kwenda Marekani. Nimekwenda kwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mara 3, naingia kwao na Habibullah alipozaliwa Mtume Muhammad. Wananitishia kwenda Marekani kwa machoko. Nimekwenda Palestina, Masjidul Aqsa, subhanalladhi asra bi'abdihi lay, paka nimekwenda huko, nimeswali pale mihrabu Zakaria, nimeswali pale. Wananitishia nini? Aliporuka Jibril na Rasulullah kwenda mbinguni, nimefika, nimeswali pale. Wewe utaniambia nini bwege? Machoko nyinyi. Afa anatokea huyu mtoto anazitia mirungi. Wewe dada wewe, kabla Mungu haja kufanya cha kufanya, lete toba. Usilete toba kwangu, usiniletee hela, hapana. Alafu mimi niombe Waislamu, nyote wa media, naomba mnijue mimi Rusaganya. Mimi sio mtu wa kupenda wali, mimi sipendi chapati, sawa? Mimi sio mtu wa shughuli, sialiko kwenye shughuli, shaalikwa mara nyingi sana, siendi. Na ninasema siendi, shaalikwa pahali maeneo mengi, siendi. Mimi sipendi kula, mimi chai inanitosha. Nikipata chai na andazi na lala. Utanitishia bahasha. Alafu bahasha, what is the next after bahasha? Itakuwa nini? Narudia tena, nchi hii hatutaki ubasha, hatutaki uchoko. Na kuna biskuti fulani zimeandikwa choko, mshaziona? Hiyo nimezua au hiyo nimezua ni kweli? Sikuna biskuti zimeandikwa choko? Hamjaziona? Why? Afu unakutwa unakula choko. Watu wanasema wewe Rusaganya muuni. Mimi muuni kweli? Sinaishi mjini man. Wamesikia kijijini wanakaa wauni. Nakaa mjini. Na hata Mwamgongo kwetu kwenyewe ni mtoto pale katikati, barabara kubwa, kijiji cha Mwamgongo chote inapita barabara ya nyumbani kwetu kwa baba yetu. Tumeelewana ndugu zangu? Narudia tena, sigara ni haramu. Sigara ni haramu. Sigara ina 3 drops ya nicotine. Sigara moja, paketi moja ina sigara ngapi? Ina sigara? Nyie niambieni jamani, msioni eti paketi moja ina sigara ngapi? 20. Na sigara moja ina 3 drops. Drop yani ina matone matatu. Matone matatu mara 20, ina maana sigara zote zina matone mangapi? 60. Alafu sigara inaua white cells. Sigara inaua white cells. Sigara inaua kinga ya kwenye pua. Sigara inaharibu figo. Na ndio maana wanawake wengi wa wavuta sigara wana kansa.
alafu wavuta sigara jana nimeswali na mtu isha, ukienda rukuu mwanangu sigara tu, subhana rabbiyal ala, subhana, nilikuwa nafunga pumzi, bonge la sigara mwanangu. Jamaa, na Mtume anasema, sikilizeni, man akala thuman au basala fala yaqrabanna masajidana, atakayekula kitunguu saumu, chukua hiyo, umechukua hiyo, atakayekula kitunguu saumu au akala kitunguu maji asisogee msikitini kwetu. Fa innal malaikata, hakika ya malaika, tataadha, wanakereka, kama yataadha minhu bani adam. Kwa hiyo wewe umekula pweza, mwengo, sikia, umekula mwengo, umekunywa mwengo. Kuna watu wengine mwengo hawajui, lakini nimeuliza kwa fasalu ahla dhikri, nimeuliza wenyewe wazawa wa mwengo. Mwengo ni mchuzi wa pweza. Mimi nimetoka huko, nimeujuaje? Naishi na watu mwengo, sawa? Sasa mwengo unapokunywa, piga mswaki, la sivyo amin. Malaika wenyewe wanafanya hivi. Malaika hawali chochote, hawali pweza wala dhali, amin. Fegi. Sasa mtu kwa siku anapiga fegi yani paketi 3. Na mtu mmoja nimemuuliza, namuuliza mpaka sasa, alikuwa anaumwa na aliwahi kulazwa hapa JK. Moja katika familia nilimuuliza, umeanza kuvuta sigara lini? Akasema wakati ana umri wa miaka 15, mpaka anafariki amevuta sigara miaka 53. 20 mara 53 amevuta sigara ngapi? Nipeni hesabu hapo. Na hesabu kipengele, mathematics hatari. Na 20 mara 53 amevuta sigara 1060. Sasa fanya 30 alafu unaipeleka mara umri, miaka. Sichangae na kwenda kwenye milioni. Hivi mume anapokuwa anamkoholea mkewe mvuta sigara, inakuwaje? Mwanamke atafanyaje? Inabidi wewe baba zai naye wewe. Mate ya mvuta sigara ni sumu. Na ukitaka kujua ni sumu mate ya mvuta sigara, chukua yale mate ya mvuta sigara ama nguo za mvuta sigara, ziweke pahala, na uchukue nguo za mtu ambaye havuti sigara. Nzi, mbu wanatua kwenye nguo za mtu ambaye havuti sigara. Wakitua pale, nzi wenyewe kalu. Nzi. Ndugu zangu, mirungi ni haramu.